بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tuanza kumsifu na kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Sala na salamu simwendee wa mwisho wa manabii, mbora wa viumbe, mwalimu wetu, mpenzi wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na ahalize na sahaba zake kiramu na waislamu wote wajikubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi siku ya mwisho. Ya Allah, nasi tunakuomba tujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Tunaendelea watukufu Waislamu katika risala yetu ya kitabu Siyam, ambapo tumeitoa katika kitabu Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawi Al-Kitabi was-Sunnah. Ni kitabu ambacho kimeandaliwa na jopo la wanawazuoni, lakini sisi kutokana na mnasaba wa mwezi wa baraka ambao uko mbele yetu, tumechukua sehemu tu ya inazungumzia kuhusu saumu. Na kama mnavyokumbuka, tulimalizia kuzungumzia masala ya pili baada ya kuzungumzia masala ya kwanza ambayo ilikuwa ni taarifu siyam, kutambulisha saumu ni nini, na tukazungumzia masala ya pili, hukumu siyami Ramadhana, hukumu ya saumu ya Ramadhani na dalili zake. Na leo tunakuzungumzia kwenye masala ya tatu, almas'alatu thalithatu, aqsamu siyam, aina za saumu, ndio tutaanza kuzungumzia leo. Saumu ambayo tunafahamu ndugu zangu Waislamu kwamba ilifaradhishwa mwaka wa pili mtume kuhamia Madina. Kwa hivyo inatupa ripoti ya kwamba Rasul sallallahu alayhi wasallam alifunga Ramadhani 9 tu pekee, yani ya mwaka wa pili yuko Madina, ndio alianza kufunga mwaka wa pili, na watatu, wa nne, wa tano, wa sita, 7, 8, 9, 10. Ile miaka 10 aliishi Madina, imana alifunga Ramadhani 9 tu kama walivyokubaliana wanawazuoni. Na tunakumbuka kwamba saumu ya kwanza walianza kufunga Waislamu ilikuwa ni saumu ya Ashura. Alafu Allah alipofaradhisha saumu hii ya mwezi wa Ramadhani, ndio wakaiacha ile, ikatoka kwenye ngazi ya faradhi ikateremka kwenye ngazi ya sunna. Leo tunazungumzia aina za saumu. Asiyamu qismani, wanatuambia kwamba saumu ziko aina mbili: wajib, saumu ya lazima, wa tatawwu, na saumu ya sunna. Ziko aina mbili, saumu za wajib ambazo ni lazima na saumu za sunna ambazo sio lazima. Walwajibu yanqasimu ila 3 aqsam. Na anatuambia kwamba saumu ya lazima, saumu za wajibu zimegawanyika sehemu 3. Yani tukisema lazima ndio ile ambayo hata ukifa watakulipia huko nyuma, na kama wakukulipia ni deni mpaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Saumu ya kwanza ndugu zangu ya lazima, saumu Ramadhan, ni saumu ya mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhan, ambapo tunamuomba Allah atupe kudiriki Ramadhani hii iko mbele yetu na zingine. Tamsemi amina jana. Subhanallah. Ningesema tupe dolari, nasema amina, ingekuwa kubwa tu, kwa kuwa ni makashi. Astaghfirullah. Allah atupe kudiriki mwezi wa Ramadhani na zingine ziko mbele, na atupe khairi zinazopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Allahumma amin. Naam, hiyo ni lazima.
kama tulivyosikia huko mwanzo. Saumu ya pili ambayo ni lazima ni saumul kafarat, saumu za kafara. Saumu za kafara, yani Muislamu ametokewa na jambo linamlazimu kutoa kafara. Na kafara, tukisema hivyo kafara, watu wasiingie mjini eti yeye ndo alimtoa ndugu yake kafara bwana. Hizi ni lugha za mjini za kishirikina hizo. Kafara tunazungumzia hapa ni za kidini. Kwa mfano, adh-dhihar ni pale unamkuta Muislamu amegombana na mke wake kisha anatamka maneno mabaya sana. Wewe kuanzia leo ni sawasawa na mama yangu. Yani unamlinganisha mke wako na mama yako. Mama yako kwako ni halali wewe kumooa. Hili neno libaya sana. Kwa hivyo Muislamu akitamka neno hili, walladhina yudhahiruna min nisaihim, wala ambao watamkia wake zao kwamba ni sawa na mama zao, hao Allah katoa adhabu. Kwanza kumwacha mtumwa huru, kama hawezi anafunga miezi miwili ya kufatana, kama hawezi analishiza maskini 60. Kwa hivyo hii kufunga miezi miwili ya kufatana, tena mimi kabla an yatamasa, hayo utayafanya kabla hujakutana na mke wako. Hicho kitu kieleweke. Yani kwanza ufunge miezi miwili ya kufatana, ndo kafara ya ile neno lako. Lile neno linganisha mama yako na mke wako. Kwa hivyo hapo utalazimika kufunga miezi miwili yenye kufatana. Ukifungua hapa katikati siku moja bila udhuru wa kisheria, unaanza mwanzo. Na mimi nasikia nimechoka bwana, acha nitaendelea kesho. Ukila tu unaanza zero. Hizo ndio saumu za kafara. Au mfano, wale waislamu wengi maskini amepata hela kidogo, anahama, mimi siwezi kuishi Nyarumanga bwana, basi ya Jalalani huko bwana. Nakumbuka siku moja watu wako wanaongea msimu, mwingine anamlaumu, hatuwezi kuka kilio huko bwana, sinasikia ndio kule wanamwaga uchafu. Mwingine tendo kule hatuwezi kuka kilio huko. Wewe ndugu yako alihamia huko, anaikaa huko kwenye wanamwaga uchafu, sunge mtoaga kwanza galiki mzima, au sio jamani? Wewe unangoja ameshakufa ndio unasema eti hata kilio kitafanyia huko, na yeye alikuwa anaishi huko. Sasa hao hivyo kishamia Kinindo, Quartier Miroir, anaanza kujiharamishia vitu. Naona bwana kula dagani tumiti. Mimi wallahi sitarejea tena kula dagaa. Sawa bwana. Maharage nayo yanaumisha macho. Sitarejea kula maharage. Sawa. Kukazi kwa wewe ndio wanamfukuza sasa. Alikuwa anapanga nyumba ya 700,000. Nyumba ya 1,100,000 huko na nusu. Kwa mwezi anaona hazipatikani. Kigwa na krize, inambidi arudie tena wapi? Nyarumanga City, el maarufu Kimbote. Anarudi huko kwetu, tunajifakharisha ni majina yetu sisi huko kwetu huko. Hakuna usinaje unaishi wapi? Unaona nini bana? Sema ona. Mimi naambia watu Abuyezi kule kwetu panaitwa Quartier Mtajileta. Hawajileti. Wanajileta wenye shekhi, hakuna hata nafasi kadogo, anambia waacheri huyu. Walikuwa wapi? Tunajifanya eti njoo utafutie, tunakutuma kule bwana, yeye anampelekeni wewe mtizamie nafasi kidogo hapo. Bwana alhamdulillah nashukuru bwana, nimepata nafasi. Sasa wanangoja nini? Njoo bwana. Sasa keshaji aramishefu anarudi Nyarumanga. Na huku saa 6 tu ugali na nini? Na dagaa. Na yeye alishaharamisha kula nini? Dagaa. Usiku ugali na maharage. Na yeye alishaharamisha kula nini? Maharage. Atakula wapi? Tasha. Sheikh, mimi wana nikwaga, unajua tena bwana, pako wale maneno ya mjini ya ujanja. Ibilisi na mwanadamu bwana. Unaona bwana, roho haina mfupa, wewe unataka wewe na mfupa. Roho unataka wewe na mfupa. Roho haina mfupa bwana. Nikasemga kwamba mimi wallahi sitarudia tena kula maharage wala dagaa. Basi tafunge siku 3 bwana. Funga siku 3 basi.
ndio unapata ruhusa ya kula. Hizo ni swaumu za nini? Za kafara. Au mtu akikutana na mke wake mchana mwezi wa Ramadhani, atafunga miezi miwili. Kwanza ni kuacha mtumwa huru, kufunga miezi miwili ya kufuatana, au kulishiza maskini 60. Tunapenda tunazungumzia hili kwa ndio darasa letu. Kufunga miezi miwili yenye kufuatana. Hizo ni swaumu al-kafarat, swaumu za kafara. Kwa hivyo akimtokea mtu hapo tayari unalazimika kufunga. Hiyo ni lazima, sio swaumu ya sunna, ni lazima. Tumesikia wajibu imegawanyika sehemu 3. Alafu swaumu ya lazima nambari 3, swaumu nadhri, swaumu ya nadhiri. Wallahi, mke wangu akizaa mtoto mwanaume mtafunga wiki nzima. Sawa bwana. Akizaa mwanamke napo unatafuna meno tu. Wewe unajua ni nani katika watoto atakayekufaa? Nani unayemjua? Hakuna. Wenyewe watu wao wanawake ndio wanawafaa zaidi kushinda wanaume. Hakuna. Wako. Wewe usiombi tu ukapendekeza tena nataka mwanaume tu. Akuletea jangiri hapo mpaka unakimbia nyumba. Takupiga mimi. Nishapiga bangi hapo. Paka mwana kwa sawa, wallahi ningejua si ningekuzaa. Umeshamzaa. Wewe omba Allah akupe mtoto mwema, sio ukazanie mtoto mwanaume tu. Sasa ukiweka hicho kiapo, hiyo ni nadhiri. Inakuwa ni swaumu ya lazima, umeifanya kuwa lazima juu ya nafsi yako na ilikuwa sio lazima. Yaani hizi swaumu tumezungumzia hata ukifa huku nyuma watafanya aje? Watakulipia. Kwa hivyo hizi swaumu za lazima, swaumu za wajibu ni 3. Swaumu ya Ramadhan, swaumu za kafara na swaumu za nadhiri. Wakatuambia wal kalamu huna yanhasiru fi sawmi Ramadhan. Lakini mazungumzo yetu hapa kwenye kitabu chetu hapa yatazungukia kwenye swaumu ya Ramadhan. Hatazungumza kafarat au nadhri, sio nafasi yake. Amma baqiyatul aqsami, ama hizi sehemu zenye kubaki za wajibu, fataati fi mawadhiha insha Allah taala. Hizi swaumu zingine za wajibu, hii ya kafara na ya nadhiri zitakuja nafasi yake Allah akitaka. Kwa hivyo ni masala ya pili. Masala ya 3, masala ya 4 ambayo tutasimamia kwayo, almas'alatu rabi'a, fadlu siyami shahri Ramadan, ubora na fadhila za mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhani. Wal hikmatu min mashru'iyyati sawmihi, na hikma za kufaradhishwa swaumu yake, swaumu ya mwezi wa Ramadhani. Kwa nini imefaradhishwa? Naam ndugu zangu, fadluhu, ubora wa mwezi wa Ramadhani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam, hadithi kutoka kwa Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi. Abu Hurairah kapokea kutoka kwa nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba alisema, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Tatakuonyesha ubora wa saumu ya mwezi wa Ramadhani. Ametupa hadithi shawetu hapa, hadithi ambayo kaipokea al-Imam al-Bukhari kadhalika na Muslim, kwamba atakayesimama usiku kusali visimamo vya usiku, katakutafuta usiku wa baraka, usiku wa hali ya juu, usiku wa makadara, lailatul qadri, akasimama hayo kusali usiku imanan, kuamini kwamba haya ni yamepangwa na Allah, ni ibada ya Allah, wahtisaban, na kwa ikhlas na kutaraji malipo kwa Allah tabaraka wa taala. Akisimama mtu katika mwezi wa baraka usiku, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, husamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Wa man sama ramadana, Rasul akaendelea anasema, na atakayefunga mwezi wa Ramadhan imanan wa ihtisaba, kwa imani na kutaraji malipo kwake Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa
madhambi yake yaliyotangulia. Hadithi kaja kufasiri hii ya juu kutoka kwa sahaba yule yule Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi Abu Huraira, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba nabii alisema, sala na salamu ziwe juu lake, as-salawatul khams, swala tano, wal jumu'atu ila al-jumu'ati, na swala ya Ijumaa mpaka kufikia ukadiriki nyingine Ijumaa, wa ramadhanu ila ramadhana, na kufunga ya Ramadhani hii mpaka ukafikia Ramadhani nyingine, mukaffiratun lima bainahunna idhajtunibatil kaba'ir, basi ni kafara ya kusamehewa madhambi. Yani ukisali hivi alfajiri mpaka ukafikia kwenye swala ya dhuhuru kaisali, hapa katikati yale madhambi yako madogo madogo Allah anakupa msamaha kwa kusali tu. Yani intervali baina ya swala mbili pana msamaha wa Allah. Na Ijumaa, umesali Ijumaa mpaka ukasali Ijumaa nyingine, hapa katikati kuna msamaha wa Allah kwa madhambi yako madogo madogo. Na madhambi ndugu zangu madogo madogo ndio mubiqati, ndio yenye kuangamiza. Ni mengi, macho, gusa, mikono, semani, mambo mengi sana. Allah kutuwekea ibada kama vile hizi ni mapenzi na huruma ndugu zangu. Kwa hivyo, na ukifunga Ramadhani kama ile tulifunga mwaka jana, kisha ukadiriki nyingine hii ambayo iko mbele yetu, hapa katikati mwaka mzima kuna msamaha wa Allah wa madhambi yako. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, idhashtunibatil kaba'ir, pindi mtu atajiepusha na yale madhambi makubwa makubwa. Asendi mtu akadumbukia mzina afu akasema yeye hata shehe alisema msikitini. Sio hayo bwana. Siingii mwa hayo, anda kumshirikisha Allah, hapo ndio umekwenda kabisa na Uislamu wako umeutupa. Kwa hivyo kwenye kitabu shekhe akaleta fadhila tu ndogo tu, lakini kuna hadithi ambayo inabeba umuhimu na fadhila kubwa sana. Shia kuileta hapa imekuja katika hadithi al-Qudsi. Allah tabaraka wa taala anasema, kullu amali ibn adam lahu illa as-sawm, kwamba kila kitendo kizuri anachokitenda Muislamu eti hicho ni chake. Ndivyo Allah anasema kwenye hadithi al-Qudsi. Ukisali hiyo ni yako, ukihiji ni yako, utoa sadaka ni yako, isipokuwa swaumu tu. Allah akasema, fa innahu li, hiyo swaumu hiyo ndio yangu mimi. Kwa nini yake ndugu zangu? Kwa kuwa mtu kama hataki kuswaumu atakula tu. Uongo kweli? Atakula. Wewe unaweza kumchunga mtu siku nzima na atakula shehe. Wako watu ambao wanafanyaga madhambi ya ujinga, anaweza hata akashinda na njaa, eti ameregeza roho, kile Kiswahili chetu cha Buyenzi kile. Ameregeza roho kwa fungo moja la karanga. Siku nzima anashindia karanga tu. Ona akili yake hiyo. Sasa wewe umefanya vitu gani? Si fadhali ungeshinda zako hivyo hivyo tu ukapata ujira. Sasa Allah anasema kwamba swaumu illa swaumu, isipokuwa swaumu, fa innahu li, hiyo ni yangu, wa ana ajzi bihi, na mimi ndio najua kile nitachomlipa mwenye kuswaumu. Ubora wa hali ya juu. Akafasiri hapa al-Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah, akasema kwamba hapa ili uone ubora wa swaumu ukilinganisha na swaumu na ibada zingine, mpaka Allah akainasibisha kwamba ni yake, siku ya kiyama ndio mtu atayaona. Yani mtu unataka kwenda peponi, unaziwiliwa na kundi la watu. Allah huyu alinitukana, Allah huyu alinidhulumu, Allah huyu alinipiga bure tu. Allah anaambia simama hapo, walipe bwana. Mtawalipa nini bwana, sina hela. Naye chukueni, zoeni katika thawabu zake. Watakuachia nini ndugu yangu? Watu watazoa, swala wanazoa, hija wanazoa, lakini wakigusa kwenye saumu Allah anawakatalia. Yasema al-Allama Ibn Uthaymeen, wakigusa kwenye saumu Allah anakataa. Kwa nini? Alisema fa innahu li, hii saumu sio yake yeye, ni yangu mimi. Chukueni yake, swala, zaka na ibadati zingine chukueni, zoeni, lakini swaumu hawatogusa, kwa kuwa ni ya nani? Ya Allah. Tizama hiyo ubora. Ndiye maana unaona Ibilisi anapiganaga kufa na kupona
usiswaumu swaumu za sunna. Sunna hivi tumeingia Shaaban, tumeanza jana au sio jamani? Tumeanza jana. Kuna mtu hana hata fikra kabisa. Sio yeye huyu anaongozwa na kadogo. Ula bwana wewe bana, chana na hao wanakula. Maana jamaa ni sunna bana, tangia hapo ni sunna. Huyu anateremshia. Nini ibilisi anataka? Matendo atabakia nayo yawe ni yale ambayo ni yake tu, ili afilisike siku gani? Siku ya kiyama. Kwa hivyo ndugu zangu, tuchunge kabisa hilo jambo. Kata kumalizia tunaingia kipengele kingine, alhikmatu, katika hichi masala ya 4, alhikmatu min mashru'iyyati sawmi. Hikma ya kufaradhishwa, ya kupewa na kuwekwa kama sheria ibada ya saumu. Shar'a Allah subhanahu wa ta'ala sawma, ameweka kama sheria ibada hii ya saumu. Lihikamin adidatin, kwa hikma zilizokuwa nyingi, wa fawaidin kathiratin, na faida zilizokuwa nyingi. Famin dhalika, miongoni mwa hizo hikma za Allah za kufunga, hikma ya kwanza, tazkiyatu nafs wa tathhiriha wa tanqiyatuha min al-akhlaqi radi'a wal akhlaqi radhila. Hikma moja miongoni mwa hikma za kufunga ni tazkiyatu nafs, kusafisha nafsi. Wallahi swaumu inasafisha. Wa tathhiriha, na kuitoharisha nafsi. Wa tanqiyatuha, na kuikosha kabisa kisawasawa na nini? Minal akhlaqi radi'a, kutokana na vitu vibaya. Wal akhlaqu radhila, na tabia iliyokuwa safi. Unaona kisi watu Ramadhani, hata mtu alikuwa ni mwanamama, alikuwa ni shangingi ule wa hatari, tunakutana na amevaa niqab, asalamu alaykum, wa alaykum salam. Kuna mwingine mko naye msikitini, unatoa salamu kulia, piga kushoto, unamwona na huko anakuwa Muislamu. Ni ule jamaa alikuwa alfajiri unakuja kusali, unakutana naye ameshalewa. Sasa huyo alikunywa pombe saa ngapi? Alfajiri anaandika nane barabarani, na wengine wanaenda na kusomea na aya kabisa. Anamwendeni kwa haya ala swala, nenda bwana, la ilaha illa Allah. Lakini Ramadhani safa ya ngapi? Ya kwanza, shamepiga kanzu ya darezi na mtobo, afu anaupindisha kidogo hivi. Kama wazee wetu zamani, wazee wakapenda kuvaa anapindisha kidogo mtobo hivi kidogo. Kwa kawaida ya wazee wetu enzi hizo. Unashangaa Ramadhani inamkosha kabisa, inamsafisha nafsi, inakuwa kabisa imemwelekea Allahu tabaraka wa taala. Kwa nini? Lianna sawma, kwa kuwa saumu yudayiqu majari ash-shaytani min badani al-insan, kwa kuwa saumu inabana mapitio ya sheitani ndani ya mwili wa mwanadamu. Imekuja hadithun sahih ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba sheitani anapita katika mwili wa mwanadamu kama vile mwendo wa damu. Yaani kila kwenye damu inapita na ibilisi anapita. Sasa mtu akifunga swaumu, zile njia inazibana, sheitani amebanwa, ndio unamwona mtu anapunguza spidi katika maasi, make njia zimebanwa. Hiyo ni hikma ya kwanza ya Allah tabaraka wa taala. Hikma ya pili, fi sawmi, katika kufunga ndugu zangu, tazhidun fi dunya wa shahawatiha, kuna kuipa nyongo. Saumu humpelekea mtu kuipa nyongo dunia na matamanivu yake. Ndio unaonaga pale mtu mwenye iko na kimada au kishada chake Ramadhani hivi, mwezi huyu wanaagana, au sio jamani? Bana, hakuna shehe mwaenda kuwatolea mawaidha, hakuna. Lakini shehe wao ni mwezi wa Ramadhani. Bana, unaona mwezi wa toba bana unakaribia bwana, lugha ya mjini. Mwezi wa toba unakaribia sasa.
Wewe katafute kwenye utaishi kwa rafiki yako. Mimi sendi nyumbani, nishagachoka, nakwambia tufunge ndoa utaki, sendi nyumbani. Mwanaume anakuwa wanted. Sasa nitaenda kwa nani? Unasema celibatary mwenzako huko ndio anaenda kumpanga hivi, na mimi nilikuwa naona bana tu tunalala wote bana wake na mwezi wa toba bana. Yaani watu wanaishi maisha ya dhiki hiyo siku. Ndoa ndugu zangu tumerahisisha, au sio ndugu zangu Waislamu? Tumerahisisha. Njoo na kimada wako hapa tuikae tuzungumze, tupange kisi nitafunga ndoa. Sio lazima mpaka mwende barabarani pimpi. Eti mmeenda kwenye igiti churukundo, mti wa mahaba, ndio watu wameuita hivyo. Shajaratul mahabba. Igiti churukundo. Halafu ndio waje. Wengine mpaka waende baharini, ibilisi anawageuza maajabu. Wana mtu anafika baharini, wanampiga picha amesimama hivi. Wengine wanaonyesha kama ni mvuta bangi, anaonyesha hivi. Na hii ndio watu wengi anaonyesha vidole viwili kwamba bangi na kuaga hapa katikati. Hii ni alama ya mvuta bangi na piga hivi. Watu ndio wanashtuka, kumbe huyu jamaa na yeye ni mzee wa Moshi. Tulikuwa tujui. Yaani ndoa sio hivyo vyote bana. Sio hivyo. Kwa hivyo saumu humfanya mtu kuipa nyongo dunia na matamanifu yake. Watarghibun fil akhirati wa naimiha. Na saumu inampa mtu shauku na hamu ya akhera na neema zake. Katika neema fadhila zingine, hikma zingine, na ndio hikma ya mwisho ambayo tutamalizia kwayo, as-sawmu yab'athu 'ala al-'atfi 'ala al-masakin. Saumu humpelekea mtu kuwa mpole na mwenye huruma mbele ya maskini. Kuna watu ndugu zangu, maisha hajui njaa inafananaje. Hajui kabisa. Anaamka pembezoni ya kitanda, hapa pako meza, pako matunda. Pembezoni, maka atako msigizi, anapapasha hivi. Pomu iko hapa. Yaani njaa hajui inafananaje. Saa 4, saa 3, shekhe ukipita kwenye meza yake kama hauna subira utavunjika moyo. Pana ji ya nanasi, ji ya mabungo, sijui nini, maziwa ya maji, maziwa ya mgando, pana hapa kidogo karoti hapa, sijui pana nini, pana mkate bleba, pana asali. Yaani jamaa kiko kwenye meza, kwa ile lugha yetu ya Bwenze, amechafua meza bwana. Meza imechafuka kisawasawa. Sasa huyu mwezi wa Ramadhani huyu saa 4 inafika hoi. Anaenda anafungua friji kwanza hivi. Anakagusa hivi. Kale kabari anakasikilia mroho. Anagusa maziwa. Anafunga mlango wa friji kwa bisirani. Allah, mwezi wa Ramadhani mimi nasikia wapi? Tena midomo imekauka. Taaban. Sasa huyu akipigwa na njaa, siku maskini anakuja kumuomba, nasikia njaa. Kama ile nipigaga mwezi wa mama fulani, mtolee kilo 5 hapo na nini na mchele na maharage, mpe na nini. Akanajua njaa, njaa inauma. Alipatia kisomo wapi? Ramadhani. Hakuna cha kujifanya wewe ni bosi eti hautafunga, utafunga. Faman shahida minkum shahara falyasumhu, amri ya Allah. Hakuna wakubakaa pembeni. Kwa hivyo hii humpelekea mtu kuwa mpole na mwenye huruma mbele ya maskini. Washuuru bil alamihim, na kuhisi maumivu yao. Yale maumivu ya njaa wapata maskini na yeye anayahisi. Lianna saima, kwa kuwa mwenye kufunga, yadhuku alamal ju'i wal ataf, kwa kuwa mwenye kufunga na yeye hupata kuonja ule uchungu na ukali wa njaa na kiu. Yani mtu koo imekauka. Na hikma ni nyingi, ndio shio tukasema ila ghairi dhalika min alhikami albalighati walfawaidi aladidati. Na kuna hikma ni nyingi tu zilizokuwa wazi na faida zilizokuwa nyingi, na ndiyo maana Allah akatufaradhishia kufunga mna faida na hikma nyingi. Leo tutasimamia hapa ndugu zangu, tutaendelea kesho ikiwa Allah atatuwezesha
Na masala ya mwisho katika huyu mlango wa kwanza ambayo ni mas'alatul khamisa ambayo ni shurutu ujubi siyami Ramadhana, masharti ya ulazima wajibu wa kufunga mwezi wa Ramadhani. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.